katika mji wa Kryvyi Rih nchini Ukraine. Umoja wa Mataifa wasema nyongeza za ushuru zinawaathiri watu maskini. Na idadi waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi nchini Myanmar yafikia 3,300. Habari kamili. Kiev. Urusi imeushambulia kwa kombora mji wa Kryvyi Rih nchini Ukraine na kuua watu 18, miongoni mwao watoto 6. Katika ujumbe kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, gavana wa eneo la Dnipropetrovsk Sergei Lysak amesema leo kuwa watu 61 pia wamejeruhiwa na kwamba operesheni ya uokozi ilimalizika usiku. Lysak amesema watoto 12 walijeruhiwa katika shambulizi hilo la Ijumaa na kuongeza kuwa huo ni uchungu ambao mtu hawezi hata kumtakia adui yake. Mkuu wa utawala wa kijeshi katika eneo hilo la Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, amesema kombora hilo lilipiga eneo la makazi ya watu karibu na uwanja wa michezo wa watoto hapo jana. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi Urusi imesema kuwa jeshi lake limeshambulia mgahawa mmoja katika mji huo ambapo makamanda wa vikosi na wakufunzi wa mataifa magharibi walikuwa wanakutana. Wizara hiyo imeongeza kuwa vikosi vya jeshi lake la ulinzi wa anga vimedungua na kuharibu droni 49 za Ukraine usiku kucha. Geneva. Shirika la biashara na maendeleo la Umoja wa Mataifa limesema jana kuwa kuongezeka kwa ushuru wa biashara duniani kutawaathiri watu maskini zaidi kufuatia hatua zilizochukuliwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuzua taharuki ulimwenguni. Katibu mkuu wa shirika hilo Rebecca Greenspan amesema biashara haipaswi kuwa chanzo kingine cha kukosekana kwa utulivu na kwamba inapaswa kuchochea maendeleo na ukuaji wa kimataifa. Greenspan ameongeza kusema sheria za biashara za kimataifa lazima zibadilike ili kuakisi changamoto za leo, lakini lazima zifanyike hivyo kwa misingi ya kutabirika na maendeleo pamoja na kuwalinda watu wanaokabiliwa na hatari zaidi. Katibu huyo mkuu amesema kuwa sasa ni wakati wa ushirikiano na sio mvutano. Siku ya Jumatano, Trump alianza kutekeleza ushuru wa forodha dhidi ya nchi kadhaa na kuifanya China kuchukua hatua za kisasi dhidi ya Marekani. Hali inayoongeza hatari kwamba nchi zingine huenda zikachukua hatua kama hiyo na kuumiza uchumi wa dunia. Naipido. Idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Myanmar imeongezeka na kufikia 3,300, huku mratibu wa masuala ya kiutu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher akitoa wito mpya leo kwa ulimwengu kulisaidia taifa hilo lililokumbwa na maafa. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya nchi hiyo. Fletcher amekutana leo na wahanga wa tetemeko hilo la ardhi katika mji wa Mandalay ulio karibu na kitovu cha mkasa huo ambao kwa sasa unakabiliwa na uharibifu mkubwa. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X, Fletcher amesema uharibifu huo ni mkubwa na kuongeza kuwa ulimwengu lazima uwasaidie watu wa Myanmar. Kwa kawaida Marekani imekuwa mstari wa mbele katika misaada ya majanga kimataifa, lakini Rais Donald Trump amelisambaratisha shirika la misaada ya kibinadamu nchini humo. Hapo jana, nchi hiyo ilisema kuwa inaongeza dola milioni 7 zaidi kwa msaada wa awali wa dola milioni 2 kwa Myanmar. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tunisia jana ilivunja kambi zinazohifadhi maelfu ya wahamiaji wasio na vibali kutoka kusini mwa jangwa la Sahara kufuatia kampeni dhidi yao kwenye mitandao ya kijamii. Haya ni kwa mujibu wa polisi nchini humo. Msemaji wa kikosi cha ulinzi wa kitaifa Hakim Edin Jebabli ameliambia shirika la habari la AFP kwamba takriban wahamiaji 20,000 walikuwa wamejenga mahema katika maeneo ya mashamba katika mikoa ya mashariki ya El Amra na Jebenaina. Jebabli amesema kiasi cha watu 4,000 wa mataifa mbalimbali walikuwa wameondoka kwenye kambi moja iliyovunjwa na mamlaka na kwamba operesheni hiyo itaendelea katika siku zijazo. Jebabli ameongeza kuwa baadhi ya wahamiaji walitawanyika katika maeneo hayo ya mashambani, huku wanawake wajawazito na wagonjwa wakishughulikiwa na mamlaka ya afya. Amesema lilikuwa jukumu lao kukabiliana na hali hiyo. Kambi hizo ziliibua hasira kutoka kwa wakazi katika vijiji vya karibu na kusababisha shinikizo dhidi ya mamlaka. Hatimaye Lagos.
Nigeria imepokea zaidi ya chanjo milioni 1.2 ili kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo ambao umewaua watu kadhaa na kuathiri mamia ya wengine. Haya yamesemwa jana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wauzaji wa chanjo hizo. Katika taarifa yake, UNICEF imesema kuwa mlipuko huo tayari umewaua zaidi ya watu 70 na kuambukiza zaidi ya wengine 800 katika majimbo 23 kati ya 36 nchi hiyo. Waziri wa afya wa Nigeria, Muhammad Ali Pate, amesema kuwasili kwa dozi za chanjo hiyo ya MEN 5CV ni hatua muhimu katika kampeni ya nchi hiyo kupambana na mlipuko huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Maoni. Kundi la M23 limekubali mkataba na Jumuiya ya Kiuchumi ya Ukanda wa Kusini mwa Afrika SADC Ijumaa wiki iliyopita kuhusu kuondoka kwa vikosi vya SADC mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako zaidi ya madarzeni ya wanajeshi wameuawa katika mzozo unaoendelea. Jumuiya ya SADC yenye nchi 16 wanachama iliamua kufikisha mwisho tume yake mwanzoni mwa mwezi Machi katika mkutano wa kilele uliojikita katika machafuko yanayoendelea kuongezeka. Tume ya SADC nchini Kongo yenye wanajeshi kutoka Malawi, Tanzania na Afrika Kusini ilitumwa katika eneo la mashariki mnamo Disemba mwaka 2023 kusaidia serikali ya Kongo ambayo pia ni nchi mwanachama kurejesha amani na usalama. Kwa upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanapanga kufanya mazungumzo ya ana kwa ana Aprili 9 katika hatua inayoonekana kuimarisha jitihada za Qatar kufikisha mwisho mgogoro mbaya kabisa wa vita ambao umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa. Yote haya yanaendelea huku mbabe wa zamani wa kivita wa Kongo Thomas Lubanga akitangaza kuunda kundi jipya la waasi. Je, makubaliano kati ya SADC na M23 yanatoa ishara gani katika jitihada za muda mrefu za kutafutia ufumbuzi mzozo wa Kongo? Kundi jipya la waasi la Lubanga litakuwa na athari zipi katika machafuko ya Kongo? Yapi yatarajiwe katika mazungumzo ya Doha? Mazungumzo haya yanaleta msukumo gani katika mchakato mzima wa kuleta utulivu mashariki mwa Kongo? Maswali haya yote pamoja na mengine ndiyo tutakayojadili katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara. Mezani leo tunaye Marcel Hambon, mchambuzi wa siasa akiwa mjini Mwanza nchini Tanzania. Katika mji wa Kampala, Uganda, tunaye Kasim Kayira, yeye ni mchambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu. Mjini Paris nchini Ufaransa tumemwalika Profesa Ali Mali, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Na huko jijini New York nchini Marekani tunaye Profesa David Monda, pia yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo.